Tabia wa Joyce Meyer Ministries. Ikiwa unataka kuelewana na watu, ni sharti ujifunze jinsi ya kutotoa maoni yako. Unajua, nafikiri. Basi nani alikuuliza unafikiria nini? Na hata kama nimekuuliza, yamkini sitaki kujua unafikiria nini. Ndio, kuna kifungu kinachothibitisha jambo hilo na linasema, tena shughuli zako na ufanye kazi kwa mikono yako mwenyewe. Usiache hisia zako zikutawale. Unaweza kuwa na hisia, lakini usithubutu kuziacha zitawale maisha yako. Wakati mwingine kuwa tayari kunyamaza na usiseme chochote ndipo uepuke ugomvi. Amini usiamini, si lazima wewe uwe na usemi wa mwisho kila wakati. Samehe haraka, usikasirike kwa urahisi. Usikasirike kwa urahisi. Unajua umeumiza hisia zangu, basi usiache hisia zako ziumizwe. Mbona iwe ni jukumu langu zaidi kutoumiza hisia zako kushinda jinsi ilivyo jukumu lako kufanya uamuzi wa kuamini kile kilicho bora na kutokubali hisia zako ziumizwe? Vizuri sana, sijawahi kusema hivyo tena na napenda hiyo. Tafakari juu ya ubora wa watu wala si udhaifu wao. Ikiwa itakubidi, chukua karatasi na uandike orodha ya ubora wao. Watendee watu kama vile wewe ungependa kutendewa. Patia watu rehema na mengineyo. Haya, sawa. Yehova Shalom, Bwana wa amani yetu. Mungu ni nani? Yeye ni Yehova Yire, Bwana atoaye. Haleluya. Wow. Sawa, acha niwaambie kwamba huwa tunakosa vitu vingi sana maishani kwa sababu huwa tunaenda kwa watu ili watupatie vitu hivyo badala ya kwenda kwa Mungu. Ni mara ngapi nimemkasirikia mtu maishani mwangu? Pengine Dave au mtu mwingine, yamkini hasa Dave. Kwa sababu hakunifariji nilipohitaji kufarijiwa. Lakini unajua ilinibidi nijifunze nini? Nilipohisi kwamba nahitaji kutiwa moyo, na huwa nahisi hivyo wakati mwingine, badala ya kumkasirikia Dave au mmoja wa watoto wangu au marafiki zangu eti kwa sababu hawanitii moyo. Wangapi katini unajua kwamba unapojipata katika hali ngumu, kitu cha kwanza unachofanya ni kutafuta mtu mwingine wa kumlaumu? Mwende Mungu unapohitaji kutiwa moyo. Mwende Mungu na useme, Mungu, nahisi nimevunjika moyo sana leo, nahitaji kutiwa moyo. Kisha mwache Mungu achague yule anayetaka kumtumia. Yeye ni Yehova Yire, Bwana atoaye, na ni El Shaddai, yeye aliye na yote, ambaye hakuna kitu kilicho kikubwa sana kwake. Mungu anajali kuhusu kila kitu kilicho muhimu kwako. Mungu hutupatia vitu vingi sana. Nilijaribu kuandika orodha fupi, lakini bado ningekuwa naandika kama ningeendelea kuandika. Biblia inasema yeye ni kimbilio letu, yeye ni ngome letu, yeye ni maficho yetu, yeye ni mlinzi wetu, yeye ndiye mfariji wetu. Yeye hutupatia pesa, hutupatia kazi, hutupatia nguvu, hutupatia neema, hutupatia uponyaji, hutupatia hekima na hutupatia mahusiano. Bwana ndiye anayetoa. Tutaangazia maandiko matatu. Wafilipi 4:19. Mungu ni nani? Mungu ni kila kitu. Yuko wapi? Kila mahali. Yuko kila mahali wakati gani? Kila wakati. Anajua nini? Kila kitu. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji. Si mnafurahi kwamba hatoi kwa njia duni? Mungu wangu atawajazieni. Napenda maneno ambayo Biblia inatumia kueleza sifa ya Mungu. Anatoa kiasi kikubwa zaidi ya jinsi tunavyofikiria. Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Atatosheleza mahitaji yetu.
Mshukuru Mungu kila siku kwa ajili ya kutosheleza mahitaji yako, hata kama bado huoni akiyatosheleza. Mungu ndiye chanzo changu, anatosheleza mahitaji yangu. Sasa ili tuzingatie usawa, nahitaji kuambia kwamba sidhani unapaswa kuchukua tu Wafilipi 4:19 peke yake kutoka kwenye Biblia na ukinukuu. Unahitaji kusoma muktadha wake. Paulo alikuwa anazungumza na wabia wake wa kifedha katika huduma. Basi Biblia inatuambia kwamba njia ya kuachilia baraka za Mungu maishani mwetu ni kupitia kuwa watiifu katika kuwa baraka kwa watu wengine, katika kusaidia watu. Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika. Ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Ikiwa bado hujajifunza kutoa kwa ukarimu mkubwa, yani mtu anayetoa kwa kiasi kikubwa na anayetafuta nafasi ya kutoa, basi unakosa kimoja chapo cha vitu vizuri zaidi maishani mwako. Kimoja chapo cha vitu vizuri zaidi unavyoweza kujifanyia ni kuwa mtu anayetoa kwa ukarimu mkubwa. Daima fanya zaidi ya kile unachohitaji kufanya. Na kila unapotoa kwa mtu yeyote, kwenye huduma yeyote, kwenye kanisa lolote, kwa rafiki yeyote, kwa mtu yeyote mwenye hitaji, daima kuwa na mtazamo wa kwamba unatoa kwa Mungu. Mungu, nakupatia kitu hiki. Nataka kusaidia kwa sababu nakupenda. Ulinipatia na mimi nataka kukupatia. Kisha unaweza kuamka kila siku na useme, Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Nafikiri wakati mwingine huwa tunakuwa hodari katika kuchukua tu kifungu tunachopenda na tunapuuza kuzingatia muktadha wake. Waebrania 13:5 na 6 ni maandiko ya ajabu katika Biblia ya Amplified. Msiwe na tabia ya kupenda fedha, ikiwa ni pamoja na tamaa za kimwili na tamaa kubwa ya kumiliki vitu vya dunia. Muwe radhi na vitu mlivyo navyo, hali zenu za kimaisha na vitu mnavyomiliki, kwa kuwa yeye mwenyewe Mungu amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa, kamwe sitakuacha bila msaada wangu. Sitakuacha, sitakuacha, sitakuacha. Jamani, sitakuacha, sitakuacha, sitakuacha kwa njia yoyote ila bila msaada wangu. Mkono wangu hautaacha kukushikilia, hakika sitalegeza mkono wangu unaokushikilia. Alama za mshangao kila mahali. Hiyo ni faraja iliyoje kwa wale wanaolea watoto peke yao. Hiyo ni faraja iliyoje kwa mtu ambaye amefiwa na mtu anayempenda na sasa inambidi atekeleze majukumu ambayo hajazoea kuyatekeleza. Hiyo ni faraja iliyoje kwa mtu ambaye yuko katika nyadhifa ambaye anahisi na majukumu ambayo ni makubwa sana. Hiyo ni faraja iliyoje kwa mtu ambaye amefutwa kazi. Mungu anasema, sitakosa kukusaidia na kukutunza. Sitakuacha, sitakuacha, sitakuacha. Mkono wangu hautachoka kukushikilia. Jamani, tunapaswa kupiga shangwe na vifijo hapo. Kisha katika Mathayo 6:33, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Mojawapo ya sababu kwa nini hatumiliki vitu tunavyotaka ni kwa sababu tunatafuta vitu hivyo badala ya kumtafuta Mungu. Tukimtafuta Mungu na tutafute njia sahihi ya kuishi na tufanye. Kwa mfano, nikitumia muda mwingi zaidi nikiomba ili nijue jinsi ninavyoweza kutembea katika upendo na niwatendee wengine mema, kisha nimwambie Mungu mahitaji yangu, kuna uwezekano mkubwa kwamba nitapokea kile ninachotaka, kwa sababu nazingatia mema wala si mabaya. Yehova Yire ndiye akupae. Yeye ni Yehova Rafa, Bwana mponyaji wetu. Anatupatia uponyaji. Yeye ndiye nguvu yako, ndiye hekima yako, ndiye amani yako. Mungu ni nani? Yeye ni wa ajabu. Kwa nini mtu akose kutaka kuwa katika uhusiano na Mungu aliye kama huyu tunayemzungumzia usiku wa leo? Ni nani duniani ambaye hawezi kutaka kushughulikiwa? Ni nani ambaye hawezi kutaka kufarijiwa kila anapojipata katika dhiki? Yeye ni Mungu wa matumaini yote.
Yeye ni mkombozi wetu. Jamani, 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 asante. Bado nahitaji kuendelea kuhubiri kidogo. Yeye ndiye hutupatia neema, msamaha na rehema. Yeye ndiye maficho yetu, kimbilio letu na ngome yetu wakati wa dhoruba, na hutupatia nguvu tunayohitaji kutekeleza kila kitu tunachohitaji kutekeleza. Kisha ya mwisho ni Yehova Tsebaoth, na inaandikwa Tsbaoth, na inamaanisha Bwana wa majeshi. Na mtapenda hii kwa sababu kimsingi hiyo inamaanisha kwamba yeye ndiye mkuu wa jeshi la Mungu. Yeye ndiye jemedari mkuu. Na wakati uko vitani, unapigana vita na Mungu ndiye jemedari wako. Sasa eleweni hii, kamwe huwezi kushindwa kupata ushindi. Mmenisikia? Nimesema huwezi kamwe kushindwa kupata ushindi katika vita hivyo. Ukweli ni kwamba tayari tumeshinda. Tunatembea katika ushindi huo wakati huu. Sasa nafikiri tunahitaji kujiona kwa njia tofauti na jinsi tunavyojiona kwa kawaida. Ukweli ni kwamba tunahitaji kujiona kwa njia tofauti kabisa na jinsi tunavyojiona kwa kawaida. Ikiwa yeye ndiye jemedari wa jeshi, mkuu wa jeshi, basi lazima kuwe na wanajeshi. Na ingawa kuna malaika ambao hupigana vita kwa niaba yetu, Biblia inatufundisha kwamba sisi ndiyo jeshi la Mungu. Na nitawaambia ukweli, kama tu tungeweza kuungana pamoja, vita vingeisha mara moja. Haingechukua muda mrefu sana, kwa sababu sisi ni jeshi lenye nguvu. Na si ajabu Ibilisi huingia miongoni mwetu kila wakati akijaribu kuleta migawanyiko. Ni vigumu hata kuunda timu ya nyimbo za ibada iliyo na umoja. Acha hata kuleta umoja katika kanisa lote au kuleta maelewano miongoni mwa makanisa tofauti. Ni vigumu kwa watu kufanya kazi pamoja, kwa sababu watu hawajajifunza jinsi ya kuweka tofauti zao kando na kuwa na umoja na maelewano kati yao kwa manufaa ya Injili. Sisi ni jeshi na tunahitaji kuhakikisha kwamba tunasaidiana. Amen. Nimesema sisi ni jeshi na tunahitaji kuhakikisha kwamba tunasaidiana. Waefeso 6:11 na 12. Vaeni silaha zote za Mungu, silaha za mwanajeshi aliyejihami vilivyo, ambazo Mungu hutupatia mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Tuna adui, naye ni Ibilisi. Najua hakuna mtu anayependa kuzungumza kumhusu, lakini yuko hai kabisa duniani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Hatupigani na wapinzani wa damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo, pengine ni jambo ambalo si zuri, lakini hata hivyo ni jambo ambalo tunapaswa kulitafakari wakati mwingine. Kuna nguvu za kipepo zinazotukabili. Mapepo hawa wanamchukia Mungu na mtu yeyote ambaye anamcha Mungu, na watatupinga. Paulo alisema kwamba mlango mkubwa ulifunguka kwa huduma yake na wapinzani wake nao wakaongezeka. Daima huwa naambia watu, kiwango kipya, shetani mpya. Unamwomba Mungu akuinue na atekeleze kitu kikuu zaidi kupitia kwako, kikuu kushinda kile unachofanya sasa. Usitarajie shetani akutandikie zulia nyekundu na aseme vizuri sana, acha nikusaidie. Utakabiliwa na upinzani. Sisi ni wanajeshi, tuko vitani. Shetani hataki uokoke, na ukiokoka hataki uishi kama mtu aliyeokoka. Hataki uwe na uhusiano wa karibu na Mungu. Atafanya chochote awezacho kujaribu kuhakikisha kwamba hutakuza uhusiano wako na Mungu. Timotheo wa pili mlango wa 2 mstari wa 4. Hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia
ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Kwa hivyo, ajabu, hatuko hapa kumfanya Mungu atufurahishe, tuko hapa kumfurahisha Mungu. Kila siku mapema sana tunapaswa kumuuliza Mungu, naweza kukufanyia nini leo? Si kumpa Mungu orodha ya vitu anavyopaswa kutufanyia ili tuendelee kutembea katika mpango wake wa ukombozi. Basi Mungu, usiponifanyia hiki na usiponifanyia kile. Hapana Mungu, sihitaji chochote ila wewe. Ndiyo, kuna vitu ambavyo ningependa unifanyie, lakini naweza kuishi bila vitu hivyo, lakini siwezi kuishi bila wewe. Amen. Kujitia katika shughuli za dunia kunamaanisha nini? Hakumaanishi kwamba huwezi kufurahia vitu vilivyo duniani. Tunaweza kufurahia vitu vilivyo duniani. Kuna vitu hatuwezi kuvifurahia, lakini vingine tunaweza. Mungu aliumba kila kitu tunachoona. Aliumba vitu vyote ili tuvifurahie. Basi kwa mfano, kujitia katika shughuli za dunia kunaweza kumaanisha nini? Sawa, hebu tuseme kwamba mtu fulani ana tamaa kubwa ya kumiliki vitu kiasi kwamba amejipata na madeni mengi. Kwa sababu anataka kumiliki vitu hivyo vyote wakati huu, hakuweza kungoja. Kwa hivyo kitu alicho nacho sasa ni shinikizo zisizoisha maishani mwake kwa sababu ya madeni aliyo nayo. Huko kunaitwa kunaswa. Basi jamani, mimi natiwa moyo na jamani, Ibilisi amewapotosha watu. Amewaambia unahitaji kumiliki vitu hivi wakati huu, unaweza kuvichukua kwa mkopo utakaoanza kulipa baada ya mwaka mmoja au kitu kama hicho. Jifunze kuwa na subira ya kungoja kupata vitu. Na hata ikiwa uko katika hali mbaya wakati huu, muombe Mungu akusaidie kutoka katika hali hiyo, lakini usitarajie kwamba atakuja na kuondolee madeni yako yote kimiujiza. Lipa madeni yako. Msijali, sitaendelea kwa muda mrefu sana. Naweza kuona mmeanza kuwa na wasiwasi. Basi wangapi katini mnajua kwamba kuwa na madeni mengi hukuweka katika shinikizo? Na hali hiyo inaweza kukufanya usiweze kumakinika katika kumtumikia Mungu. Kadri unavyokuwa na mambo mengi akilini, ndivyo itakavyokuwa vigumu zaidi kwako kutambua wakati adui anafanya kazi, na utakosa kuwa na shauku unayohitaji na nguvu ya kiroho unayohitaji kumpinga na kusimama imara dhidi yake. Kuna kitu ambacho Mungu amekuwa akinifunza na nakipenda. Alinenea hivi moyoni mwangu, Joyce, kadri unavyozidi kutulia ndivyo inavyokuwa rahisi kwako kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kadri tunavyozidi kutulia, basi ninapokuwa na wasiwasi kuhusu kitu fulani, nafikiria kuhusu hiki, najaribu kuelewa hiki. Wangapi katini unajua hali inavyokuwa wakati misuli iliyo nyuma ya shingo yako na mgongo wako inajikaza na unajiuliza, jamani, nitafanya nini? Kwa hivyo tunahitaji kuondoa shinikizo maishani mwetu kadri tunavyoweza. Mungu anapotuondoa katika hali mbaya, tusiende tukajitia mashakani tena na tujipate tunashinda tukimsihi Mungu afanye muujiza wa kutuondoa katika mashaka yetu. Na tuishi duniani, lakini tusiwe watu wa kidunia. Tusinaswe na mambo ya dunia. Na nitawaambia jambo lingine tunalopaswa kuepukana nalo, na hilo ni matatizo ya watu wengine. Kwani hatupaswi kusaidia watu? Tuwasaidie. Lakini ikiwa umekuwa ukijaribu kusaidia mtu kwa miaka 4 na bado hasaidiki, na anakupigia simu mara 3 kwa siku na anakurudisha nyuma, hiyo ni kunaswa na mambo ya dunia. Saidia watu, ombea watu, lakini usijitie katika matatizo yao. Wakati mwingine huwa tunajua mengi kupita kiasi kuhusu mambo yanayoendelea katika maisha ya watu wengine, na hiyo si vizuri. Timotheo 6:12, Paulo alimwambia Timotheo kwamba itambidi apigane vita vilivyo vizuri vya imani. Wanajeshi hupigana katika vita. Shetani hataki tumwamini Mungu. Kamwe hataki tufanye kile kilicho sahihi. Unajua kuna vita vinavyoendelea kila wakati kati ya roho yako na mwili wako.
kila wakati. Biblia inasema kila wakati. Laiti haingelisema ni kila wakati, laiti ingelisema ni Ijumaa alasiri peke yake. Lakini inasema kuna vita vinavyoendelea kila wakati kati ya roho na mwili. Unajua ni kwa nini? Sisi ni wafu kwa dhambi katika utu wetu uliozaliwa upya. Hatutaki kutenda dhambi, lakini dhambi haijakufa. Sitaki kutenda dhambi, lakini dhambi bado inanifuata. Na Biblia inasema kwamba mwili wetu ndicho chombo ambacho shetani hutumia kutekeleza kazi zake. Mwili wako ni nini? Ni mwili wako wa nyama na sehemu zingine zozote za nafsi yako ambazo hazijasalimishwa kwa Mungu. Mungu anaishi katika roho zetu na daima yeye hutuambia tutende mema. Shetani anaishi ulimwenguni, yeye huja kinyume na sisi kwa njia hii, kwa kutuambia tutende maovu. Fikra mbaya inaingia akilini mwako. Yesu anaamka, anakufanya utambue una fikira mbaya. Sasa una uamuzi wa kufanya. Nitaangusha fikra hiyo mbaya chini na nifikirie kitu kizuri. Mtu anakukasirisha, anaumiza hisia zako. Mara moja kitu cha kwanza unachohisi ni uchungu. Unaanza kupata fikra na hisia nyingi zisizo sahihi. Na Mungu anaamka na anasema samehe haraka kabla hisia hizo hazijakita mizizi ndani yako. Sasa tuna Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu, anatufundisha kila wakati. Anatukumbusha vitu. Nashukuru sana kwamba ninapohitaji kukumbuka kile Mungu amenifundisha, Roho Mtakatifu ananikumbusha. Hebu tuangazie Galatia 5:17. Nafikiri itakuwa vizuri kuiona hapo juu. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na matakwa ya roho kushindana na mwili, ambayo ni asili ya mwanadamu isiyotaka kumtii Mungu. Kwa maana hizi zimepingana, daima zinapingana, kiasi kwamba hamko huru, bali hata hamwezi kufanya mnayotaka. Kwa hivyo haisemi kwamba huwezi kutenda mema, bali inamaanisha kwamba hutaweza kutenda kile kilicho chema kwa urahisi kila wakati. Huwa tunaweza kutenda vitu vingine kwa urahisi zaidi kuliko vingine. Kuna vitu vingi ambavyo vitu ambavyo si tatizo kwangu tena, ingawa hapo awali vilinitatiza, lakini sijui ikiwa uko kama mimi, utagundua kwamba daima kuna tatizo jipya litakalojitokeza. Kisha wakati mwingine kuna vile vitu ambavyo unafikiri umevishinda kabisa na havijakutatiza kwa kipindi kirefu, kisha ghafla vinajitokeza tena maishani mwako na unajiuliza, hayo yametoka wapi? Hayo hayajanitatiza kwa muda mrefu. Nafikiri kutembea na Mungu ni kitu cha kufurahisha sana. Haupaswi kuwa mzigo. Hatupaswi kufikiria, hii ni ngumu sana, unajua ni vita kila wakati. Mimi binafsi nimefika mahali ambapo sasa nachukulia vita hivyo kama mchezo. Nina lengo la kumshinda shetani kila siku. Nina lengo la kukataa fikira mbaya ziingia akilini mwangu na kujaribu kumaliza saa moja bila kunungunika kuhusu kitu. Bado nahitaji kusaidiwa katika swala hilo. Na wewe je? Ni kitu cha kushangaza kuona baraka tulizo nazo, lakini bado tunapata kitu cha kulalamikia. Kwa nini? Kwa sababu tuko vitani. Lakini sisi ni wanajeshi katika jeshi la Mungu. Na tukipigana jinsi Mungu anavyopigana, daima tutashinda. Mungu yuko upande wetu. Jamani, ni sharti mwelewe jambo hili. Shetani anapigana peke yake, lakini sisi tuna Mungu upande wetu.